Kaka, mbona umekaa kinyonge sana kama vile umefiwa? Alex, unajua kuna hali naipitia. Sijui kama na wewe huwa unaipitia au labda umeshawahi kuipitia. Hali gani kaka? Nina upweke kiasi kwamba hata hizi mali zote nilizonazo sioni umuhimu wake. Huo upweke mimi huwa nausikia tu kwa watu. Si unaelewa tena, mimi ni mtu wa party na totos. Kwa hiyo sijawahi kujihisi mpweke hata siku moja. Bora wewe hivyo vitu umevizoea, ila mimi hivyo sio vitu vyangu kabisa. Afadhali ningekuwa na familia ili angalau nikirudi kutoka kazini niwe na mtu wa kuzungumza naye, ila kwa sasa naishi mwenyewe kama mchawi. Yaani kuna muda natamani yale maisha nilivyokuwa naishi kijijini na wadogo zangu, ila ndo hivyo, siku haziwezi kurudi nyuma. Lakini maisha ya kijijini nayo yanachosha, ila isiwe kesi. Mbona hapa mtaani kuna watoto wengi? Kama unataka mwanamke wa kupoa naye hapa ndani, mimi nitakutafutia. Itakuwa poa sana ukinitafutia, ila nataka mwanamke ambaye ataniheshimu na sio anayependa pesa kama chuma ulete. Yaani kwa kifupi nataka mwanamke mwenye mapenzi ya kweli, ili nimuoe kabisa. Kaka, mimi sikufichi. Hapa tukisema tutafute mwanamke mwenye mapenzi ya kweli, itakuwa uongo. We kama vipi badilisha mwanamke mpya kila siku, ili mradi usikose mtu wa kuzungumza naye na kubadilishana naye mawazo. Halafu ikifika asubuhi, anaondoka zake. Sasa hivyo si nitakuwa nanunua wanawake wanaouza miili yao? Wale hawajiuzi kaka, ni kwamba wanakusaidia tu kupata amani ya moyo. Halafu pia, kila siku unatakiwa upate ladha tofauti. Maana ukikaa na mwanamke mmoja kwa muda mrefu, utamchoka haraka. Ila ni kweli. Basi wewe fanya hivi, nitafutie mwanamke mmoja leo, nitesti mitambo kwanza. Poa, usiwaze. Ngoja niongee na mshikaji wangu, anitumie pisi moja iliyoenda shule. Mimi nakuhakikishia utafurahi mwenyewe na nafsi yako. Basi poa, acha niweke mazingira vizuri. Hodi. Karibu mrembo, ingia, mlango uko wazi. Malaika? Kaka Sam. Malaika, unafanya nini hapa? Kaka, niliambiwa kuwa kuna mteja anataka kampani, sikujua kuwa ni wewe. Mteja? Ina maana mdogo wangu unajiuza? Kaka, sikuwa na namna. Kwa sababu ulivyoondoka na kuja mjini kutafuta maisha, miezi michache baadaye mama alifariki. Unasemaje Malaika? Mama amefariki? Hapana, haiwezekani. Huo ndo ukweli kaka. Mama aliugua sana na kwa sababu hatakuwa na pesa ya kumuuguza alifariki kwa kukosa matibabu. Na baada ya mama kufariki, tuliishi kidogo pale nyumbani, kisha mama mwenye nyumba akatufukuza kwa sababu tulishindwa kulipa kodi, na ndipo hapo tulipoamua kuja mjini kukutafuta. Na kutokana na ugumu wa maisha ya huku mjini, ilibidi niuze utu wangu ili nipate kuishi. Malaika ndugu yangu, nimewakosea sana. Tafadhali naomba mnisamehe. Hata hivyo, nilikuja kijijini kuwachukua, lakini nikaambiwa mmeshahama. Na ile nyumba tuliyokuwa tunaishi imeshauzwa kwa mtu mwingine. Kusema ukweli niliwatafuta sana bila mafanikio. Ndio maana nimebaki mpweke hadi nitafuta mtu wa kunipa kampani. Kwa kweli nimefurahi sana kukutana na wewe kaka. Maana lengo letu la kuja mjini ilikuwa ni kukutafuta wewe ili angalau utusaidie kupunguza mateso tunayoyapitia. Ninakuahidi Malaika, kuanzia sasa mtaishi kama watoto wa mfalme. Ule mzigo wote uliokuwa ukikuelemea, sasa nitaubeba mimi. Sawa kaka. Okay, basi twende tukamchukue Shani. Sawa. Dada, mbona umewahi kurudi leo? Au huyo mteja amezingua? Shani, mdogo wangu. Kwani wewe ni nani? Mbona unafanana na kaka Sam? Ni mimi Shani, kaka yenu amerudi. Wow, kaka umerudi. Dada aliniambia hautarudi tena. Nimerudi mdogo wangu, ninakuahidi sitaondoka tena, sawa Yaani tuliteseka sana, lakini dada alijitahidi kila siku kuhakikisha tunakula. Najua Shani, dada yetu ni shujaa, na kuanzia sasa mimi ndiye nitakayechukua majukumu ya kuwalea. Kwa hiyo kaka utaondoka na sisi? Ndiyo, mtenda kuishi kwenye nyumba nzuri, nayo nitakupeleka kwenye shule nzuri ukasome kwa bidii ili utimize ile ndoto yako ya kuwa daktari. Sawa kaka.